Ndugu wazalendo wanaoongea lugha ya Kiswahili, tunawasalimia kwa kusema tuwe na ardhi, tuwe na asili, tuwe na chimbuko. Maana yake hivyo vitu ndio chanzo cha uhai. Kama huna ardhi, kama huna asili, maana yake uhai wako ni bure. Ina maana wewe huwezi kuhesabiwa popote pale duniani. Maana yake uko kama mtu ambaye hana makao hapa duniani. Kwa hiyo ujumbe wa leo ni kuhusu mauaji au mpango wa mauaji wa kuwamaliza watu wengi kwenye bara la Afrika chini ya ukame wa hii wanaita ni desert ya Afrika. Wale watu ambao wanakaa ile sehemu ni Wabantu, wengi wao ni Wabantu. Maana yake huyu mpango wa kuwamaliza sio jambo la kuchejesha, maana yake una upana wake. Ni mpango ambao umepangiliwa muda mrefu na mpaka sasa hivi unaendelea kule Kongo. Kama tunavyofuata kwenye vyombo vya habari, watu wanauawa kwa makundi fulani, watu wanawekwa kwenye makundi na wanapelekwa sehemu fulani wanauawa. Na hao watu sio kila mtu, ni watu kutoka kwenye makabila fulani. Yaani yale makabila ya Wabantu, wakiwe ni Wahutu, wakiwe ni Wanande, wakiwe ni Furero, yale makabila ambayo yako ndani ya kabila kubwa la Wabantu. Kwa hiyo tukitoa huu ujumbe ni kuwaomba watu wote au kuwaambia watu wote wajue kama muda umefika. Hasa wale watu ambao wanakaa kwenye kando la maziwa makuu au chini ya ule ukame wa Afrika. Wale watu, zile nchi zote zinakabiliwa na haya mauaji. Watu wa West au watu wa nchi za magharibi wameisha fanya mpango wa kuwamaliza wale watu ili watawaliwe na watu wachache wenye makabila tofauti, lakini ambao ni makabila machache kwenye hizo nchi, ili waweze kuwasaidia kutawala ile eneo kwa kutumia maliasili za ile eneo kwa manufaa ya wazungu, ili watu wakule, watu weusi wabaki ni watumwa ndani ya nchi zao. Kwa hiyo tunaomba watu weusi wote wa yale maeneo wajiunge na mapresident wawili wa Afrika ambao wameisha amua kupigana hii vita ya kusimamisha huyu uvamizi ambao umetengenezwa muda mrefu. Ama president wa Burundi Ndayishimiye, president wa Kongo Kisekedi wameisha amua watapigana, na wanaonyesha kama wanapigana hata sasa. Kwa hiyo watu wote, wazalendo, Wabantu wote, tujiunge nyuma ya hawa mapresident ili tuweze kushinda hii vita inayo lengo kubwa la kunyang'anya ardhi, kuwaua watu wengi inavyowezekana, na kuwafanya watu wengine watakayobaki kuwa watumwa wa kutumikia au wazungu. Tumeishaona mifano fulani, mfano kama Rwanda. Rwanda sasa hivi ni nchi imeisha kamatwa au imeisha shikwa nao wazungu, na imeisha anza utumwa usio na jina. Usiseme ule wa apartheid, hakuna. Utumwa wa Rwanda hauna jina. Maana yake watu wanatoa ushuru kwa vitu ambavyo hata hawana. Ardhi za mababu zao wanatoa ushuru. Nyumba zao za kuishi wanatoa ushuru. Zingine zinabomolewa eti wanataka wafanye ukarabati wa miji au wanataka waweke kwenye maeneo ambao amechaguliwa kwa maeneo ya makao.
lakini lengo ni kuwanyanyasa watu, kuwamaliza, ili wale watakaobaki wawe ni watu ambao wameisha changanyikiwa, ambao hawana lengo lolote ya kuishi. Kwa hiyo tunaomba weusi wote, watu wanakaa kwenye nchi zile za Afrika ya weusi, wasimame, maana vita ya ukoloni kutumia wa Afrika imeanza. Wazungu wameona hawezi colonize au kuwafanya watumwa watu wa Afrika bila kutumia wa Afrika wenzao. Ndio maana wamechagua huyu mtindo wa kutumia wa Afrika wenye kabila chache, wa colonize au wauwe, wafanye watumwa wale wa Afrika wenzao wenye kabila kubwa, na hizo kabila kubwa ziko ndani ya kabila moja kubwa, kabila ya Wabantu. Watu wa Bantu wasiposimama, watu wa Bantu wasipoamuka na kupigana hii vita, sio kusema kuna njia nyingine ya kuokolewa. Hao watu wazungu, watu wa West au watu wa nchi za magharibi hawatakuja kuwasaidia au kuwapa msaada wote ule. Mifano tunayo kulingana na walichofanya tangu hizi vita zianze miaka ya 1970 au 1990, kipindi hizi vita zilianza. Miaka ya 1990 au miaka ya 1970 au miaka ya 1980, kipindi Museveni alianza kutawala Uganda. Na hizi vita ziliendelea kwa mtindo ule ule wa kuwapa watu utawala na wakawafanya watu wengine watumwa kwa kuwanyang'anya ardhi. Na hao wazungu wanachofanya ni kuwafanya hao watawala waliowekwa kuwaonyesha kama ni viongozi shujaa, ni viongozi ambavyo vina maoni tofauti kuendeleza nchi zao, lakini sio ukweli. Kama sasa tunajua kinachoendelea Rwanda. Rwanda wanasema ni nchi ambayo iliyoendelea, nchi ambayo watu wengine wanapaswa kuja na kujifunza kulingana na hiyo nchi. Lakini tunajua kule Rwanda watu wanakufa na njaa. Tunajua kule Rwanda watu hawana makazi. Tunajua kule Rwanda watu wanafungwa bure, wanauawa bure. Lakini hizi nchi za magharibi haziwezi kusema kitu kuhusu huo unyanyasaji au ubaguzi unapoendelea kule. Sasa tunaona kinachoendelea Kongo ni vile vile. Wakongomani wanauawa, Wakongomani wanafanywa wakimbizi ndani ya nchi yao, Wakongomani wengine wanaenda kwa deportation, wanawatoa Kongo wanapeleka Rwanda eti ni wa FDLR. Hayo mambo yote hicho wanachoita ni nchi za magharibi, watu wanayojidai kuwa ni watu wa kidemokrasia hawawezi kusema jambo lolote ile. Kwa hiyo ndugu wa watu wa Bantu, kujitetea au kujipigania ndio jibu pekee. Tutakaposubiri hao watu wazungu au watu wa kile wanachoita ni international community, Umoja wa Mataifa, watakuja kututetea, hiyo haitakuwa. Inapaswa sisi wote tuwe nyuma ya Ndayishimiye na Kisekedi. Hawa mapresident wawili wameishaonyesha kwamba jibu ni moja, ni kupigana ili tusimamishe huyu uchokozi na mpango mrefu wa kuzichukua nchi za Wabantu.